Naibu Waziri wa Maji amesema hayo akiwa mkoani Njombe wakati akitembelea miradi ya miji 28 ndani ya mkoa wa Njombe, ambapo amesema kuwa mpango wa serikali ni kuendelea kusimamia na kuboresha miundombinu ya maji ili wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama, huku akiitaja miradi ya miji 28 kama mwarobaini wa changamoto ya upatikanaji wa maji ndani ya mkoa wa Njombe. Nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Ni kweli tumetembelea mradi huu ambao una component karibia 3. Una cover Njombe mjini, unakuja Makambako mpaka hapa Wanging'ombe, lakini pia na kule maeneo ya Lujewa na penyewe watapata huduma ya maji kupitia mradi huu. Mradi huu una zaidi kwa upande wa Njombe mjini ni bilioni 40, lakini pia Wanging'ombe bilioni 42, hapa Wanging'ombe Makambako 42, hapa kuna 43. Zote ni fedha ambazo zinatokana na mahusiano mazuri ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuzipata. Lakini kikubwa ni nini? Kikubwa ni uzalishaji wa maji. Chanzo cha Lujewa ambacho kitazalisha zaidi ya lita milioni 41, lakini chanzo cha kule Njombe kitazalisha lita zaidi ya milioni 11. Sasa 11 itakayozalishwa itaingia kwenye grid ya maji ya Njombe ambayo itahudumia watu zaidi ya 96,000. Lakini pia kwa upande wa hapa Makambako kuna zaidi ya kama lita milioni 13 ambayo itapelekwa pale, ambapo itahudumia zaidi ya watu 130,000. Lakini kwa upande wa hapa Wanging'ombe ni zaidi ya milioni 13, lakini itahudumia watu wapatao 109,000. Kwa unaweza kuona kwamba package ya mradi huu ni zaidi ya bilioni 125. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba huu ni uwekezaji mkubwa na ni ukombozi wa huduma ya maji katika ukanda huu wote wa Njombe. Na ukiangalia katika haya maji ambayo yatatokana na chanzo kile cha Lujewa ni zaidi ya lita milioni 10 zitatumika pale Lujewa penyewe. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna maeneo ambayo yatakuwa yamekuwa covered, na kwa sasa mahitaji ya Makambako ni lita milioni 4, lakini sasa wanaenda kupata milioni 13, manake kwamba huduma ya maji itakuwa imeisha kabisa kwa upande wa Makambako. Lakini pia kwa mahitaji ya hapa tutakuwa tumemaliza kabisa na miaka 10 ijayo. Kwa hiyo unaweza kaona uwekezaji huu wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa Makambako, Njombe pamoja na Wanging'ombe pamoja na Lujewa itakuwa imewasaidia wananchi kwanza kabisa kwenye huduma ya maji safi na salama, lakini pia sera yetu ya maji inasema mwananchi apate huduma ya maji safi, salama, lakini yenye kutosheleza, na namba 4, maji yenye gharama nafuu. Lakini kingine ni kwamba tuna miundombinu ambayo inaendelea kujengwa, lakini miundombinu hii yote inatokana na kile chanzo cha Lujewa ambacho ndio kitaweza kusupply katika maeneo yote. Tumeona mradi umefikia katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa upande wa Njombe tumeona kwamba umefikia 40%, lakini upande wa Wanging'ombe pamoja na Makambako tumefikia 50%. Lakini tumewapa maelekezo kuhakikisha kwamba mpaka ifikapo Mei 1st, tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026, mradi huwe umekamilika, kwa sababu mradi ulitakiwa kukamilika mwezi wa 10 kipindi cha mwaka huu, mwaka 2025, lakini kwa sababu wakati wa ujenzi kwenye chanzo cha maji walikutana na miamba ambayo wakati wana design hawakuwahi kufikiria kwamba wangekuta ile miamba. Kwa hiyo sasa ile miamba ikasababisha kufanya design upya. Sasa ule mchakato wa kufanya design na kuapprove zile michoro na kadhalika ikawa imeleta delay. Kwa hiyo wenzetu walivyoleta maombi ya kufanya extension, na sisi tukatazama na tukajiridhisha kwamba wanastahili kuongezwa, na tumeongeza muda mpaka tarehe 1 mwezi wa 5 mradi huo umeshakamilika na uanze kutoa maji na wananchi waendelee kufurahia huduma ya maji safi na salama. Lakini kikubwa zaidi tumeelekeza mambo mawili ya msingi yafanyike. Cha kwanza, waongeze nguvu kazi kwa sababu tarehe ambayo ni ya tarehe 1 mwezi wa 5 tuliowaongezea hatutoongeza tena. Kwa hiyo sasa, ili tuendane na spidi ambayo tunaitaka,
ni kwamba lazima waongeze nguvu kazi, na wameniahidi kwamba wataongeza watu 30. Kutoka kwa watu 90 maana yake tutakuwa na watu 120. Lakini pia wameniahidi baada ya kuwaelekeza kufanya kazi usiku na mchana, wamesema watajenga miundombinu ya kuwawezesha kufanya kazi usiku na mchana. Na hilo nimesema nitakuja bila kuwapa taarifa, kuja kujionea kile ambacho wameahidi na kweli kinaendelea. Lakini la tatu, tumewaelekeza tujiridhishe na makubaliano ya kwenye mkataba kwamba kama kuna nguvu kazi ya Watanzania, kama kuna mainjinia wa Kitanzania, kulingana na namna ambayo staffing yao walivyokuwa wamesubmit, tuione, watuletee orodha. Lakini tunapokuja site tunataka kuwaona wahusika. Lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna ukiukwaji wa masharti ya mkataba, na kwa sababu tukizingatia mkataba unasema nini, ninaamini kwamba hatutokuja kuwa na delay yoyote katika mradi huu, na tutahakikisha kwamba umekamilika. Lakini wito wangu kwa Watanzania, tunaona tunapitia nyakati ngumu kwa sasa. Tunaona vyanzo vya maji vinakauka, lakini pia tunaona shughuli mbalimbali zinasababisha maji kutokuwepo ya kutosha. Tunaona kuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaona haja ya kuwa na utunzaji wa mazingira. Sasa tunaomba wananchi tushirikiane kuhakikisha kwamba tunatunza vyanzo vyetu vya maji. Tuhakikishe kwamba tunatoa taarifa tunapobaini kuna watu wanachepusha maji, lakini tutoe taarifa pale tunapobaini watu wanafanya shughuli za kilimo au shughuli zozote za kibinadamu ambazo zitafanya vyanzo vyetu vya maji vishindwe kutoa maji ambayo yanahitajika kwa ajili ya uzalishaji wa maji ya matumizi ya manyumbani. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunaomba Watanzania tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba bila kuwa na chanzo cha maji, kwa mamlaka kwa sheria namba 5 ya mwaka 2019, lakini kusimamia na kuendeleza na kulinda vyanzo vya maji. Hayo ndio majukumu ya bonde, lakini pia na kwa kushirikiana na wananchi wote. Bila kufanya hivyo, ndio maana tutajikuta tunapata changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa huduma maji safi na salama. Nawashukuru sana. Mradi wetu wa miji 20 naitwa Mansur Abdalla Mtili, mhandisi kutoka Wizara ya Maji. Pia ni mratibu msaidizi wa mradi. Mradi wetu unafadhiliwa na benki ya Exim India, na kwa package hii namba 3 ya contractor ni L&T, na mkandarasi mshauri ni kampuni ya Wapcos. Upo kwenye miji 4 ya Makambako, Wanging'ombe, Njombe pamoja na Rujeo. Utekelezaji overall mpaka sasa umefikia 59%. Upo kwenye hatua tofauti katika kila mradi. Tunatarajia huu mradi kukamilika ifikapo mwezi wa 5 tarehe 1. Na kwa sasa kwa hapa Makambako mradi umefikia asilimia 61 na unatakiwa kukamilika ifikapo tarehe 1 mwezi wa 5. Maeneo ambayo tunamshauri mkandarasi kuongeza nguvu na kufanya kazi usiku na mchana ili kipindi cha kilichotarajiwa kukamilika mradi ukamilike. Sasa zote mnaamrisha kufanya au mnategemea kuzifanya kulingana na situation ilivyo, lakini mradi wa Makambako umefika hatua gani na Njombe mjini umefika hatua gani? Nini kauli yako? Mradi wa Makambako na Wanging'ombe umefikia asilimia 61. Kwa upande wa Njombe umefikia asilimia 42, na mradi ulikuwa ukamilike tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, lakini umeombewa extension na imepewa na utakamilika sasa tarehe 1 mwezi wa 5 2026. Kwa kandarasi kama Mheshimiwa Waziri alivyoongea, waongeze kasi ya utekelezaji ili itakapofika tarehe 1 mwezi wa 5 mradi tuweze kuupokea.
na mkandarasi ameahidi kuwa kila kitu vilivyobaki, vifaa na manpower, anaongeza kuhakikisha kuwa muda wa utekelezaji hautaongezwa tena, na kama wizara tumeshakubaliana pia hatuongezi tena. Tunategemea tarehe 1 mwezi wa 5 mradi ukamilika. Waandishi wa habari, mimi naitwa Zakaria Sairi Mwansasu, mkuu wa wilaya hii ya Wanging'ombe. Kwanza kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu Festo Dugange kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya kuhakikisha kwamba sisi wana Wanging'ombe tunapata maji. Mradi huu kikamilika utaondoa na kupunguza changamoto ya wananchi wa Wanging'ombe ya maji. Sote tunafahamu kama wilaya ya Wanging'ombe tunayo changamoto ya maji katika baadhi ya maeneo, lakini uwepo wa mradi huu ambao utakapokamilika utahudumia zaidi ya 3/4 ya wananchi wa Wanging'ombe. Kwa hiyo ni matumaini yetu na tunaomba serikali, waziri aendelee kusisitiza kuhakikisha kwamba huu mradi unakamilika kwa wakati. Hicho ndio ambacho mahitaji yetu sisi wana Wanging'ombe, tunahitaji tutumie maji. Wananchi wameusubiria mradi huu kwa muda mrefu sana, na sasa progress iliyopo mahali hapa ambayo tunaona ujenzi wa miundombinu inayoonekana muda si mrefu sasa, tunaona kama wana Wanging'ombe wanakwenda kupata maji yenye uhakika, ili shughuli zao za kiuchumi katika muda ule waliokuwa wanatumia kwa ajili ya kwenda kutafuta maji, basi wataziwekeza katika uzalishaji wa uchumi katika wilaya yetu. Asanteni sana.